Baba Raila Odinga, pumzika kwa amani. Kwa familia yako, mkeo Mama Aida Odinga na watoto wenu, familia yangu na mimi tunajiunga nanyi katika maombi wakati huu mgumu wa kilio na simanzi. Pole zangu za dhati ziwaendee nyote na wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya. Baba kitendawili cha siasa, baba wa demokrasia yetu na shujaa asiyeshindika wa ukombozi wa pili wa Kenya. Ulijisimamisha imara na bila kuyumbayumba kwa akili na maarifa, na kiu ya kutafuta demokrasia hukuchoka. Ulikabiliana na ukatili wa tawala dhalimu. Uliteswa, ukafungwa, ukatekwa na ulizuiliwa mara kadhaa kwa ajili ya Kenya. Historia ya umoja wa Afrika, Pan-Africanism, itakapoandikwa sura yako na sauti kama ya simba asiyekata tamaa, itavutia wasomaji wengi. Ulitoa maisha yako katika utumishi wa kibinadamu, kama mwanaharakati wa kisiasa, mtumishi wa umma, mhadhiri wa chuo kikuu, mbunge, kiongozi wa chama, waziri wa baraza la mawaziri, waziri mkuu na katika nyanja nyingine nyingi. Katika majukumu haya yote, athari na mafanikio yako yataendelea kuishi milele. Wakenya watakumbuka ujasiri wako, uvumilivu na misingi ya demokrasia, na pia sauti yako wakati wa nyakati ngumu. Utakumbukwa daima kwa kuwa mstari wa mbele katika mapambano ya demokrasia ya vyama vingi na uundaji wa katiba ya Kenya ya 2010. Ulivyokuwa mtu wa nguvu, sisi wananchi wa Kenya hatutasahau. Japokuwa hatukuwahi kuwa upande mmoja wa siasa, nimekupa heshima kubwa kwa ufundi wako wa kuunda na kudumisha chama imara cha kisiasa kilichopitia chaguzi kuu 4. Wewe ni shujaa unayefahamika nyumbani na ughaibuni. Hujatoweka Raila Odinga, umefifia tu. Pumzika kwa amani baba, na nuru ya milele ikuangazie milele. Ni ujumbe wake Rigathi Gachagua. Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time, Dunia Darubini.